Kwa sababu ya utukufu wa Mungu aliye mkuu kuliko watu wote na kuliko vitu vyote, aliye muumba wa vitu vyote, aliye yote katika yote, basi imetupasa sisi kumsifu Mungu wetu. Mungu wetu wa mbinguni ndiye tumaini pekee na ndilo tumaini la kudumu la nyakati zote. Inawezekana kwa wakati mwingine ukashindwa kabisa kujua kwamba Mungu ndiye tumaini la kweli. Lakini kuna wakati ambapo unaweza ukapitia mazingira ambayo kiukweli unakuja kuona hakuna tumaini lingine lolote isipokuwa Mungu pekee. Na huo wakati utakapofika utaumia sana kwa kweli. Kama ulikuwa hujajenga mazingira ya kumwamini Mungu kwamba ndiye kila kitu, nyakati zote, kwamba yeye ndiye Alfa na Omega na ndiye ambaye ni tumaini katika nyakati zote. Sasa huo wakati mgumu utakapokujia na ukapoteza tumaini kabisa, ukawa sasa unatafuta tumaini la kweli ukalikosa, na hatimaye ukaja ukakumbuka, sijui kwa sababu ulisoma mahali au kwa sababu uliambiwa au kuna mtu amekuhubiria, alafu ukagundua kwamba kumbe Mungu sasa ndiye tumaini la kweli kipindi hiki ambapo mimi nimekata tamaa kabisa. Ukishagundua hivyo, utakuwa umepitia kipindi kigumu sana. Sitamani kwa kweli umkumbuke Mungu kipindi hicho. Natamani ukumbuke leo kwamba yeye ni tumaini la kudumu, ili kipindi hicho utakapokuwa unamhitaji sasa, uwe ulikuwa una uzoefu na yeye. Kwa sababu kama utakuwa unaye siku zote na unajua yeye ni tumaini, hata hayo mabaya, hiyo hali ya kukata tamaa itakapokuwa inakuja, haitakutisha sana kwa sababu unajua kwamba lipo tumaini. Asante sana watu wa Mungu. Tuko katika kitabu cha Kutoka sura ya 19 leo, na ni wakati wa kupitia maandiko haya. Na Kutoka sura ya 19 ina mistari 25 pekee. Tujaribu kuipitia hapa katika taratibu yetu ya usomaji wa Biblia, kwa mpango wa kuhakikisha kwamba tunaimaliza Biblia nzima. Alafu baada ya hapo tuendelee na mambo mengine. Karibuni sana kwa ajili ya usikivu, lakini kabla ya yote tuweze kuomba. Asante sana Mungu wetu kwa muda na wakati huu ambapo umetupatia tena wakati mwingine wa kunena na wewe. Asante sana 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 Mungu wetu. Tunaomba utupe usikivu mwema. Tupatie kitu katika sura hii ya 19. Maana tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Mwezi wa 3 baada ya kutoka Waisraeli katika nchi ya Misri, siku hiyo hiyo wakafika jangwa la Sinai. Nao walipokuwa wameondoka Refidimu na kufika jangwa la Sinai, wakatua katika lile jangwa. Israeli wakapiga kambi huko wakiukabili mlima. Musa akapanda kwa Mungu, na Bwana akamwita toka mlima ule akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuwaarifu wana wa Israeli maneno haya. Mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Musa akaenda akawaita wazee wa watu, akawafunulia maneno hayo yote Bwana aliyokuwa amemwagiza. Watu wote wakaitikia pamoja wakisema, hayo yote aliyoyasema Bwana tutayatenda. Naye Musa akamwambia Bwana maneno ya hao watu.
Bwana akamwambia Musa, tazama mimi naja kwako katika wingu zito ili watu hawa wasikie nitakaposema nawe, nao wapate kukuamini wewe nawe hata milele. Musa akamwambia Bwana hayo maneno ya watu. Bwana akamwambia Musa, enenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho, wakazifue nguo zao. Wawe tayari kwa siku ya 3, maana siku ya 3 Bwana atashuka katika mlima wa Sinai machoni pa watu hawa wote. Nawe utawawekea mipaka watu hawa pande zote, ukisema, jihadharini msipande mlima huu, wala msiuguse hata mapambizo yake. Kila mtu atakayeugusa mlima huu bila shaka atauawa. Mkono wa mtu awaye yote usimguse mtu huyo, ila hakika yake atapigwa kwa mawe au kupigwa kwa mkuki. Kwamba ni mnyama au kwamba ni mwanadamu hataishi. Hapo panda itakapotoa sauti kwa kufuliza, ndipo watakapokaribia mlima. Musa akatelemka mlimani, akawaendea watu, akawatakasa, nao wakafua nguo zao. Akawaambia watu, mwe tayari siku ya 3, msimkaribie mwanamke. Ikawa siku ya 3, wakati wa asubuhi, palikuwa na ngurumo na umeme na wingu zito juu ya mlima na sauti ya baragumu iliyolia sana. Watu wote waliokuwa kituoni wakatetemeka. Musa akawatoa hao watu katika kituo, akawaleta ili waonane na Mungu. Wakasimama pande za chini za kile kilima. Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi, kwa sababu Bwana alishuka katika moto, na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuu. Mlima wote ukatetemeka sana. Na hapo sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana, Musa akanena naye Mungu akamwitikia kwa sauti. Bwana akaushukia mlima juu ya kilele cha mlima. Bwana akamwita Musa aende hata kilele cha mlima. Musa akapanda juu. Ndipo Bwana akamwambia Musa, shuka chini waonye watu wasije wakapasua njia waje kwa Bwana kutazama. Kisha wengi miongoni mwao wakaangamia. Makuhani nao wamkaribiao Bwana na wajitakase, Bwana asije akawafurikia. Musa akamwambia Bwana, watu hawa hawawezi kukaribia mlima wa Sinai, kwa kuwa wewe ulituhusia ukisema, wekeni mipaka kando kando ya mlima na kuutenga. Bwana akamwambia, nenda ushuke wewe, nawe utakwea wewe. Utakwea wewe na Haruni pamoja nawe. Lakini wale makuhani na watu wasipenye kumkaribia Bwana, asije yeye akawafurikia juu yao. Basi Musa akawatelemkia hao watu na kuwaambia hayo. Msikilizaji, huo ndio mstari wa 25 na mstari wa mwisho wa kitabu hiki cha Kutoka sura hii ya 19. Mwenyezi Mungu ananena na Musa kwa kutoa maagizo ya maneno ambayo anapaswa akawaambie wana wa Israeli. Lakini kuna kitu kimoja hapa Mungu anakizungumza. Anasema ukawaambie hao watu kwamba mimi nilivyowatendea hao watu kwa kuumiza watu wa Misri na kuwatoa hao wana wa Israeli katika mikono ya Wamisri, ikiwa basi sasa mtatii sauti yangu kweli kweli,
My dears, hebu sikiliza hili neno. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Naomba hebu tuweke tafakuri kidogo katika mstari huu. Anazungumza habari ya kutii kweli kweli. Yaani ni kweli wana wa Israeli tayari walikuwa wameshatendewa. Wametolewa katika nchi ya Misri, lakini pia wamevushwa maeneo mbalimbali ya hatari, wamepewa maji, wamepewa chakula na kadhalika. Yaani Mungu amewabariki kabisa. Lakini anajua kwamba kuwabariki kule haimaanishi kwamba ndio watatii. Sasa ndipo anawaambia kama mtatii kweli kweli. Sasa hapo baada ya kutii kweli kweli ndipo sasa mtakapokuwa tunu kwangu. Nilikuwa nataka kusemaje? Ninataka kusema kwamba inawezekana wewe ukawa ni moja ya watu waliobarikiwa sana. Na inawezekana wewe ni moja ya watu ambao walishamuomba Mungu vitu vikubwa sana na Mungu akatenda. Lakini bado hujawa tunu, hujawa zawadi kwa Mungu. Bado hujafanywa mtu special. Kwa sababu kutendewa unaweza ukatendewa kama wana wa Israeli walivyotendewa. Lakini sasa kuna kufanywa kuwa tunu, kuwa zawadi takatifu kwa Mungu, kutofautishwa na watu wengine. Ni kweli alikutendea. Kweli amekupa nyumba, amekupa magari, lakini bado hajakufanya bado kuwa tunu kwake. Na kitu anachokisema ili uweze kuwa tunu kwake ni lazima utii kweli kweli na kushika agano lake. Kwa sababu Mungu mwenyewe anasema anawaambia nitawafanya wawe tunu kuliko makabila yote, lakini anasema kwa sababu makabila yote pia ni ya kwangu. Ningeweza kumfanya yeyote yule kuwa tunu kwangu. Lakini sasa wewe kama utatii kweli kweli, basi nitakufanya wewe tunu kuliko watu wengine, kwa sababu hata hao ni wa kwangu pia. Kwa hiyo hata wewe unayenisikiliza muda huu, na wewe pia ni wa Mungu. Lakini je, anaweza kukufanya kuwa tunu? Anaweza kukufanya mtu special, kuwa zawadi kwake? Hilo ndilo jambo ambalo unaweza ukalifikiri zaidi. Kupewa kama alikupa Mungu, anakupa chakula, anakupa nyumba, ni kweli. Hata wana wa Israeli walipewa mikate, walipewa maji. Ni kweli unapiganiwa dhidi ya wachawi, ni kweli kabisa unapambaniwa dhidi ya wachawi. Wakijaribu kukuloga inashindikana, unapangua. Ni kweli Mungu anafanya hivyo. Lakini bado hujafanywa tunu ili upate vitu vya ziada zaidi. Na hauvipati kwa sababu bado hujatii kweli kweli. Hebu Mungu akakusaidia sana katika jina la Yesu uweze kutii kweli kweli. Akufanye utii kweli kweli. Yaani akufanye uwe mtii kweli kweli, ili ukishakuwa mtii kweli kweli, jumlisha na mibaraka uliyokwisha kupewa. Sasa anakufanya unakuwa zawadi takatifu kwake, unakuwa tunu, unakuwa mtu special kuliko mataifa mengine yote. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Amina.